Baadhi ya waumini wa dini la Islamu wanaosalia kwenye msikiti ulioko mtaani Ruziba, eneo la Mukungugu, wanajawa na raha mustarehe baada ya kupata msaada wa mabati na saruji kukarabati msikiti huo. Sandrine Ngirukobagize, ambaye ni mwenyekiti wa shirika la wanawake waumini wa Islamu linalohusika na maendeleo ya kijamii na utoaji misaada kwa mayatima na majane, lililotoa msaada huo mapema 22 Machi mwaka 2025, alisema wamefikiria msikiti huo baada ya kupata taarifa kwamba msikiti huo unatakiwa kukarabatiwa. Huyu msikiti tuliona mwaka jana, ndio tulikuwa hapa kutoa iftari kwa wale ambao wanahitajika kuipewa. Ndio tukao tumeaudisiwa na Bilali wa hapa, akatuambia kuwa msikiti unavuja. Akatuambia kuwa mahitaji ni mengi sana na mnara hapa unataka kuanguka. Kuna mgaga kuanzia chini mpaka juu. Wakatuambia matatizo mengi, hakuna ua, panahitajika madrasa. Vitu ni vingi vinavyohitajika katika msikiti. Lakini sisi tukaikaa tukaona kuwa haraka basi tufanye nini? Tunaweza kufanya katika hayo mahitaji yote ambayo Bilali katuambia na viongozi wa hapa msikitini. Tukaikaa tukajifikiria kumbe tuuze kwanza mabati, tuwezeke juu tuziwe pale nafasi ya kuvuja, watu wasisali wakivujwa msikitini. Tukasema tununue na simenti juu ya huyu mnara tuweze kufagisi mnara usiweze kubomoka, waukerebishe kiupya tena. Na kule kupande wanawake na penye mnara umeathirika. Ndio tumeleta simenti, tukaleta mabati, tukaleta na mchanga na wafundi wa kuweza kufanya hizo harakati. Anawataka Waislamu wengine kuchangia katika lengo la kukarabati msikiti huo. Kitu tunaomba kwenye Waislamu wa hapa Burundi na huku kwetu Ruziba, huu msikiti ni wa zamani sana. Ndio msikiti wa kwanza Ruziba. Na masikitiko makubwa ndio msikiti wa mwisho sasa kwa hivi kutizama jinsi umeasilika. Kitu naomba Waislamu wasimame. Waislamu tunaweza. Allah ameshatuwezesha. Allah ni mweza wa kila kitu. Unapomtegemea yeye na yeye anakupatia. Tuwe kitu kimoja kwa kuweza kutumikia kazi za Mwenyezi Mungu na hasa kama hizi zinahitajika. Sisi tumekuwa sababu na wenyewe waje tuungane tuweze kutengeneza huu msikiti inshallah. Wanaosalia kwenye msikiti huo wamesema kupokea kwa mikono miwili msaada huo, huku wakiitakia mafanikio shirika hilo. Manirakiza Amida ni mmoja wapo. Tunatoa kwanza shukrani kuona kwa kitu ambacho umetufanyia. Watu walikuwa wanaweza kustali, wako wanasali, wanavujiwa, misala inaharibika. Hatuna budi kusema alhamdulillah, Mwenyezi Mungu awazidishie riziki, awape roho za nafsi ili muweze kuwa mnakumbuka hata wengine muweze kuwakumbuka. Sisi katika msikiti tunahitaji vitu vingi sana. Kwanza tunahitaji kama vile ikiwezekana waweze kukortile msikiti, kwa kuwa hapa panapita kila mtu anayetaka, walevi nini kila kitu. Sasa pakisha kwa kortile patakuwa vizuri, patakuwa hakuna mtu wote kupita wala kuingia. Tunahitaji masomo, wakina mama watoto wapate nafasi ya kusomea. Tunahitaji walimu, tunahitaji wasimamizi wenyewe ambao wanaweza kuwa unaona ujuzi unaenda unazidiana ili tuweze kuwa sawa na kila kitu kiweze kuwa vizuri. Nakanyuma Ramadhani, mmojawapo mwa wanaounda kamati ya msikiti huo, ana maoni sawa kwamba msikiti huo ukarabatiwe. Kwa kweli kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa labda Mungu amewaelekeza kuwepo katika msikiti Nuru hapa Ruziba. Kwa kweli ujenzi unatakikana na ukarabati. Lakini sasa ukarabati wenyewe kuna mabati juu ameshakuwa mabovu, yanavuja wakati wa mvua, na juu mtetemeko, na mnara tena wenda ule mnara hata muda wote unaweza kuanguka kwa sababu haukazi sasa. Kwa siku ya leo kitu tumeona mabati na simenti. Message tunaweza tukawapa wenzetu Waislamu ama wafadhili saidize kikitu, wajitokeze. Tunapiga makelele kwanza, tumepiga makelele tangia awali, lakini hatukupata wa kujitokeza ili atusaidize kikitu.